Naam, habari yako msikilizaji na mfuatiliaji wa Umela Media popote pale ulipo duniani. Ikiwa ni siku nyingine nzuri tumekutana hapa kwa ajili ya kupeana taarifa ambayo inakuwa ni kubwa zaidi kwenye uwanda wa michezo nchini Tanzania. Na ripoti iliyonayo ni kutoka ndani ya Young Africans ambao mara baada ya kuwa wametwaa taji la ligi kuu ya NBC Tanzania bara baada ya kuifunga Simba Sports kwa bao 2-0. Sasa kinachofuata ni sherehe kubwa za ushindi ambazo anakwenda kuzifanya. Sasa ni kipi ambacho Young Africans mekiandaa bana? Kabla sija kujuza zaidi, basi nikukumbushe kubonyeza neno subscribe ili unazipata taarifa zetu zote pindi tu tunapokuwa tumeziweka, na mambo yatakwenda vizuri zaidi. Ambao unakuwa nisikiliza kwa hivi sasa ni Teswak Saidindo ambaye nakuwa na kuletea ripoti hii. Afisa habari wa Young Africans Ali Kamwe ameweka uwazi kwamba klabu ya Young Africans inakwenda kufanya sherehe kubwa za ubingwa mara baada ya kucheza mechi ya finali ya kombe la CRDB ambayo anakwenda kucheza na Singida Black Stars pale kwenye uwanja wa New Amaan Complex kule visiwani Zanzibar. Kwa hiyo kama watatwaa taji lile, basi wataunganisha kwa ajili ya kuja kusherehekea pia sherehe za ubingwa wa ligi kuu ya NBC Tanzania bara ambao wameutwaa. Na Ali kama wameweka wazi kwamba wataanza kwanza kwa kunywa supu wanayanga wote katika ofisi za Young Africans, na baada ya hapo sasa watachukua kombe na kuanza kulitembeza kwenye mitaa tofauti ikiwemo mtaa wa Msimbazi ambako ndo huko sasa ziliko ofisi pia za Simba Sports Club kwa ajili tu ya kuweza kusherekea ushindi wao wa msimu mzima na mashabiki wake, jambo ambalo kwa namna moja ama nyingine huenda pia likawa ni kwenda kutupa kijembe kwa Msimbazi kwamba jamani, ninyi tumewafunga mara 5 mfululizo, lakini pia nyinyi tumetwaa taji mbele yenu mara 4 mfululizo, kwa sababu Young Africans mpaka hivi sasa wameshafikia rekodi ambayo Simba wenyewe ndo aliweka ya kuweza kutoa taji mara 4 mfululizo, taji la ligi kuu ya NBC Tanzania bara. Lakini vile vile Young Africans itaingia kwenye rekodi nyingine pia ya kutoa mataji yote ya ndani kama itamfunga Singida Black Stars, kwa sababu kiangalia Young Africans kwa mwaka huu wamekuwa na mafanikio bora kabisa, licha ya kwamba mwanzoni hawakuanza vyema, kwa sababu kiangalia Yanga ni moja kati ya timu ambazo zimefundishwa na makocha wengi kwenye msimu mmoja, wakianza na Miguel Gamondi, akaja Ramovic, na hivi sasa wapo na Miron Hamdi. Yote kwa yote tukae tusubiri tuone ni kipi kwanza ambacho Young Africans watakifanya mbele ya Singida Black Stars pale visiwani Zanzibar. Je, watachoka? Watakuwa labda na uchovu wakati wanacheza, ndio maana labda wanaweza wasitoe taji, au basi Young Africans tu ndio hivyo wana kikosi kipana, basi hilo taji watalitoa? Tukae tusubiri. Hayo mengine ni swala la muda kabisa. Lakini kwa upande wa Singida Black Stars, wao wameshaweka wazi kwamba hawapo tayari kupoteza taji hilo, kwa sababu wanahitaji kutoa taji la CRDB kwa mara ya kwanza, na wao wanahitaji kuweka rekodi ili kuhakikisha kwamba basi mambo yanakwenda vizuri kwenye kabati lao la makombe pale mkoani Singida.